Baba, katika jina la Yesu mwana wa Adamu, nasimama kwa sababu ya Loveti, Liam na Apple. Mwana wa Adamu, hao ni watoto walio kule sehemu ya Kibira, mwana wa Adamu, nikijua kwamba wamelala, Mungu wa Ibrahimu. Lakini mwana wa Adamu, ninachukua nafasi ya kuomba ni kwa sababu ya familia yao. Kupitia watoto Baba yangu ninawafungua Masia. Kupitia watoto Yesu wa Nazareti nawafungua. Mwana wa Adamu, na waondolea kila mateso. Mwana wa Adamu, na waondolea kila laana. Yesu Kristo, na waondolea kila mikosi. Mwana wa Adamu, na waondolea kila majaribu. Mwana wa Adamu, laana iliyofuata wazazi, damu ambayo inaweza simama kinyume mbele zao, Mwana wa Adamu, ikafuatana na watoto wako, na kemea hiyo spirit kwa jina la Yesu. Hiswa roho ya shetani ambayo imewafunga. Hiswa iliyowafuata watoto wao na wazazi, mwana wa Adamu. Hiswa ndani mwa masomo ni shida, roho ya shetani. Roho ambayo walizaliwa wazazi wao Bwana katika ukoo uliosoma, ama huwezi soma ukaendelea, mwana wa Adamu. Nami ninakataa laana iliyofunga wazazi kuwafuata mwana wa Daudi, kila madhabahu mabaya ndiye anaweza wafuata. Roho Mtakatifu, nami nani hizo spirit. Roho wa Bwana na laani hizo mashetani. Roho wa Bwana na laani hizo spirit. Roho ya shetani nakataa. Roho ya giza ndani mwao nakataa. Kwa majina haya mwana wa Adamu nakataa. Spirit mbaya nakataa. Ndani mwa hii familia nakataa. Ndani mwa hii nyumba nakataa. Roho ya shetani nafunga. Roho ya kibilisi nafunga. Kondoa katika jina la Hiswa roho ya shetani. Hiswa roho ya giza. Hiswa. Mwana wa Adamu, utawalinda, utawafungua na kuwabariki katika jina la Yesu, nami nikiomba. Asante Yesu. Asante Mfalme. Udada kwa sehemu ya Nakuru. Akatuma hii picha akasema tukumbuke kwa maombi. Mwana wa Adamu, tazama dada Mwisraeli anasumbuliwa na mapepo. Tazama mwana wa Adamu, dada Mwisraeli anasumbuliwa na mashetani. Mwana wa Adamu anasumbuliwa akiwa ndani mwa nyumba yake. Roho wa Bwana anasimama kinyume cha anga ambayo imetesa mtoto huyo kutoka Nakuru Baba, ambayo imetesa mtoto huyo akiwa Nakuru Mesai. Leo hii namfungua kwa jina la Yesu. Hiswa roho ya shetani. Hiswa ndani mwa maisha yake. Hiswa misukuma aliyosukumiwa. Hiswa anga ambayo mapepo. Hiswa majenti wa shetani. Hiswa navunja na ngome za Yesu. Hiswa na kataa roho ya shetani. Hiswa aliyokufia kuzimuni Baba. Hiswa roho ya ugaidi wa Lucifer. Hiswa na kataa kwa jina la Yesu. Hiswa Baba Yesu Kristo, mwana wa Adamu, simame umtekeleze haki. Mtembelewe ni El Shaddai. Baba kaniambia kwamba nimpigie simu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Rabi. Wacha nimpigie simu. Baba anasema nimpigie simu. Yesu Kristo. Yesu msalaba wangu, sasa nimejitweka. Nikwandame Bwana wangu, wengine kuwepo. Sina tamaa ya mimi nita wajaponi sumbua nitakumbia. Mashaka yote nitayavumilia. Roho yumo ndani yangu, unapenda sana na kwa haya nashukuru. Yote kweli wajaponi sumbuaje nitakuvumilia. Mashaka yote nayo nitayavumilia. Roho yumo ndani yangu, unapenda sana na kwa haya nashukuru. Napata yote kwako, kweli moyo pokea wokovu kila siku. Ushinde dhambi na
Achukue simu, ndio sababu baba alisema nisimuombe kama amelala, na kweli amelala. Achukue simu. Yesu amsaidie. Baba akampe kibali. Haleluya. Haleluya. Yesu ampe kibali. Haleluya. Kwa hivyo hawa watoto nimewaombea, Yesu wangu awasaidie, atende mema, akawainue katika imani kubwa. Baba yetu wa mbinguni ainuliwe. Inua mikono yako mahali ulipo. Leo kidogo, leo sijui hizi vitu zangu sikuaje. Inua mikono yako mahali ulipo kwa jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni, uheshimiwe, utukuzwe Masia. Tazama naweka watoto wako mbele zako. Yesu Kristo Bwana, ukawape kibali. Wako Yesu na mimi nikiomba. Wacha niwaambie, kuna ndugu anaitwa Kevin Kitula alinitumia vitu vya ajabu jana majuzi. Mtoto wake ni mtoto mkubwa hivi, hata saizi na imani kama nikutazama anatufuatilia. Huyu mtoto ameenda kwa shamba la mtu kule Kitale kuchukua kwa kichaka kuokota kuni. Mtoto alipokuwa anaokota kuni akategwa na kitu chenye hajui, akaanguka. Mtoto ako kwa nyumba anatoa vijiti kwa mdomo. Vijiti vimejaa kwa karatasi. Akifanya TV anachomoa vijiti. Hata niko nazo, nafikiria walikuwa naonyesha hapa. Unaniua zaidi. Yesu aipe. Haleluya. Hebu angalia hizo vijiti. Huyo mtoto anatoa hizo vijiti kwa mdomo. Hizo zote zinatoka kwa mdomo ya mtoto. Unaona, anasema sifiwa nabii ndugu Kitula, niko hapa na mtoto wa sisi yangu. Hizo vijiti unaziona anafinya kwa mdomo na kwa lips ikatoka. Hatujui ni uchawi gani hiyo. Tusaidie kwa maombi. Nika video call. Nikaona mtoto anafinya hivi, vijiti vinatoka. Na analia, anaumia, anafinya mdomo tu, vijiti vinatoka. Mnasema hakuna uchawi. Alienda kuchukua kuni kwa shamba la mtu. Hivyo ndivyo huyo mtoto. Shetani mbinu zake riso. Ndio hizo tulikuwa tunapiga na walinitafuta sana. Nikasema Mungu saidia hawa watoto. Mungu saidia hawa watoto. Lakini yote tunaachia Yesu atawale. Amen. Ya Yesu Kristo atawale. Anafinya vijiti vinatoka kwa mdomo yake. Maana yake hizo vijiti ni kwamba kuni zenye ulikuwa unaenda zitakuwa. Niliwaambia kuna watu ambao ni wachawi. Ukienda kuchukua vitu kwao, hata unakuta unaweza kuwa unatokea mpaka zinaitwaje, njugu kwa masikio na mapua. Wanakuroga. Hata mwingine alikufa mahali huko kwetu, amelala kwa kitanda, lakini njugu zinatokea tu kwa masikio. Njugu kabisa, njugu zinatoka zenyewe tu. Walimrogea hiyo. Ombeni na kukesha. Watu wanaumia. Angalia, hivyo ndivyo jua shetani. Unajua imenikuja hivyo kwa sababu Roho Mungu ameninenea kwamba niombe Kevin, mtu anaitwa Kevin Kivulimu ama Kivula, Kilumu ama Vulimu. Kevin Vulimu ama Kivula. Kevin. Yesu anasema nikuombee. Unaitwa Kevin? Huyu anaitwa Kevin Kitula. Yaani nimesikia Roho Mungu akisema utakaswe. Baba anasema utakaswe. La sivyo maisha yako ni magumu sana. Baba Yesu ananituma kwako kwenu nyumbani. Kwa sababu mgawanyiko huko kwenu umesimama vibaya kuhusu mambo ambayo ni ya urithi. Hamna amani. Alafu Kevin waangalie sana. Roho Mungu ananiambia kwamba ujiombee. Kuna magonjwa yanakuja kwako, yanaandamana na kiuno na kifua. Kidogo si mazuri. Namba 3, ukemee sana mambo za nyoka ambazo zinatembea kwa familia yenu, kwa nyumba, yani mahali ulizaliwa. Namba 4, boma lenu liliharibika. Ni uchawi umejaa kwenu, na nakwambia nikiwa hapo. Lilisababisha masomo ikawasumbua, lilisababisha mnateseka hivi. Baba Yesu ananishuhudia kwamba nikuaminie na utakaswe ili upate ufunguliwa, sababu umekuja mahali hapa kwa ajili ya ufunguo. Nataka Biblia, neno la Bwana takatifu, likuzungumzia haki ya Yesu Kristo katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba Israeli akutakase.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 12. Tufanye kazi kwa bidii kwa mikono yetu wenyewe. Tunapolaaniwa tunabarikiwa, tunapoteswa tunastahili, tunaposingiziwa tunajibu kwa upole. Mpaka sasa tumekuwa kama takataka tu na uchafu wa ulimwengu. Wakorintho wa kwanza 4:12. Hivyo ndivyo Roho Mungu anasema maisha yako. Hakuna kitu unafanya watu wafaulu. Njia zako zote walibana, ukaribiwa, mlilaniwa katika familia yote. Na ukiishi vile unaishi mtateseka sana. Na ukisikia neno nakwambia, hautawaipata nabii mwingine ambaye atakusaidia. Isipokuwa usikie neno leo na kulichunga. Na vile ambavyo nimekueleza mpaka turudi nyuma. Usaidiwe katika hali ya uchawi itoke kwa boma. Waharibu roho za nyoka, wakuombea magonjwa ya kiuno na kifua, wakuja wakusaidia kuhusu mambo ya mgawanyiko wa shamba wa boma lenu ili upate kuwa na amani. La sivyo, vulimu ama vulimu, Roho Mungu anasema hutafaulu. Nasikia Roho Mungu anasema hivi. Wewe ni mgeni kwa macho yangu na mimi nakueleza ukweli. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe na damu. Wembele, kwa sababu magonjwa yasiyo na tiba yanawafuata na yatasumbua sana mpaka mtoto. Ungependa Mungu akutendee, akuepushe naye. Nataka Mungu akusaidie. Kuja hapo usaidiwe katika jina la Yesu. Bishop, chukua nafasi huku. Tumeokolewa. Songa kwa nyuma kidogo. Ujitakase, ujihoji kwanza ndio wakuombe. Mlilie Yesu kwanza alafu wakuombe. Oh, shetani ashindwe. Shetani, ujitakase na kuomba, na kuimba. Shetani ashindwe na damu ya Yesu. Oh, tumeokolewa. Asante. Piga magoti, kiri tu mambo haya. Sema, Bwana Yesu, nisamehe, unitakase, unioshe, niondolee kila udhaifu lolote lile ambalo limenena mbele za macho yangu. Baba, nitakase. Nimepitia shida, lakini siku ya leo unikumbuke. Kuanzia leo njia zangu zibadilishwe. Ewe Yesu, nisaidie. Inua mikono yako juu. Bishop anapokuombea na kila mtu muinulie mkono wake. Asante. Tuamini, tuombe. Kwa jina la Yesu. Baba yangu, wewe ni Mungu, wewe ni baba yetu, wewe ni Jehova. Yes. Angalia ni mtoto wako baba wa Isaka, naweka kwa mikono zako siku ya leo. Yes. Angalia baba wa Isaka vile anateseka akiwa hapa duniani. Yes. Hii ni mateso ya anga ya hapa duniani, Jehova. Yes. Angalia tunaikataa hizo anga siku ya leo baba yangu. Ondoa baba wa Isaka hizo anga za hapa duniani. Yes. Anga za wachawi baba wa mbinguni. Yes. Anga za mateso Rabi. Yes. Anga za mahangaiko baba yangu. Ondoa Mesaya, ondoa hizo anga Jehova. Ondoa baba yangu, ondoa kwa anga yake. Ondoa Mesaya, ondoa Jehova, ondoa baba yangu. Asante baba yangu. Utaleta amani ndani ya maisha yake. Umbariki huyu mtoto. Uilinde na upatie amani. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Huyo mtoto ashapona. Unaona mama uko na kitambo umejifunika red. Unaona mtoto? Huyo mtoto ashapona. Hata melala. Wewe uko na red. Huyo mtoto, mama simama kuja usaidie. Baba Yesu amenionyesha wakuombee magonjwa ya miguu, alafu wakuombee vita kwa watoto. Umeteseka sana, umeishi maisha mazito, maisha magumu, unalia sana. But Roho Mungu ananishuhudia pia kwa upande wako kujiaminia kwa njia ya kiuchawi. Umesumbuka sana, alafu kuna mtoto wako msichana akagonjeka
na akakaa hospitali. Ukiwa pale naona tu mtu hospitali, unaenda mnamwangalia na shindwa nini iliyofanyika. Wewe mwenyewe unasema nabii, nimekuja mnisaidie na pia tukusaidie na usimami imara kwa kanisa. Lakini maisha magumu. Baba Yesu ananishuhudia hivyo. Baba yangu ananishuhudia kwamba nikuaminie, alafu kwa ajili ya mwanamke, kifo cha mwanamke. Baba Yesu anasema hayo yote yamekusumbua, yamekuletea shida, unaishi tu katika hali ngumu. Baba Yesu ananishuhudia kwamba nyumba ipo, lakini mbona watu wamehamia kwa boma lingine? Mnaacha nyumba, yani wameacha boma, wamehamia boma lingine. Haya mambo yamesinguka kwa sababu kuna mizimu, kuna mapepo ambayo inazunguka katika familia hiki. Yani imevuruga familia yako mami, imevuruga watoto wako. Itakuwa ni shida kubwa, sababu na kuona ukiwa tu hivyo. Nini inaendelea? Ongea yako haraka kidogo. Yes, sema tu. Yes. Hata mtoto wangu ndio ule. Mtoto wako kwa? Ndio ule. Hebu kuja. Mwingine amesoma na huyo ndiye alimtupia mapepo. Yes. Akakaa kwa hospitali, hata sikujua. Sawa, ongea. Sikujua atapona. Hapo kwa nyumba kila siku nalilianga watoto wangu. Sina amani. Watoto wangu wanateseka, hata mimi nateseka. Mimi hilo nanioma hivi mtumishi. Mimi nafanya kazi. Na au watoto ile nikolika tu hivi. Au watoto wananitegemea. Wow. Wananitegemea. Sawa jukuu. Ndio sababu baba ananisaidia, boma limeachwa tu. Yani shida tu tele. Asante. Pigeni magoti. Uniombee huyo mtoto. Nimesikia. Umesikia? Ni Roho Mungu ameninenea tu mwenyewe mami. Ni Roho Mungu amenionyesha tu, dada ameishi hospitalini. Mimi hata sijaelewa, sikujui. Baba amenionyesha tu hivyo. Na nimeona tu baba akaniambia, nikuombe, shida ni nyingi. Inueni mikono yenu mbele za Bwana. Mungu aliyekuona atende. Mungu aliyekuona atende. Mungu aliyekuona atende. Asante Masia. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Ya jitakaze tu, jitakaze. Asante Bwana wa majeshi, Mungu wa rehema mtakatifu. Mungu mwenye rehema. Ukiwa hapo unajaribu kuongea, ili pepo litatoka linawarudia tu nyinyi. Unapenda kunyamaza kama maji. Na mko kanisani. Wakati mwingine analia mbele za msalaba na umenyamaza. Pepo mchafu anaondoka, anaingia ndani mwa nguruwe. Umekuwa kama nguruwe tena. Yesu akutakase. Yesu awape kibali. Afungue mioyo za watakatifu. Fungua watoto wa Israeli, mwana wa Adamu. Hili ni pepo ambalo limewafuata kuwatesa na kutesa mwingine kugonjeka na mwingine kutopata amani. Wajukuu kwa boma mama ndio tegemeo. Jehova analia, wafunguliwe leo. Wana wa Adamu wafunguliwe kwa jina la Yesu. Wafunguliwe mbele ya msalaba baba. Wafunguliwe mbele za msalaba. Wafunguliwe mbele za msalaba. Yesu wa Nazareti, wewe ndio Mungu, fungua njia. Yesu wewe ndio Mungu, fungua watoto wako. Wewe ndio Mungu utakayeinua watoto hawa. Umenionyesha mambo haya. Kataa kabisa, tubu yote. Tubu yote, vunja nguvu zote kwa satani. Vunja zote kwa jina la Yesu Kristo. Vunja kwa damu ya mwana kondoo. Takase mwana wa Adamu. Toka ndani. Toka ndani. Toka ndani. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Bandu bakasa, bandu batamanu, bandu bekebe. Bandu bachenera musinyu bazekeri mwana wa Nyasa. Yedi mori ndiri kwamba na mrera Yesu. Bandu batiba bakamenyera saboni mwana wa Nyasa. Asame. 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 Enda. Asame. Mwana wa Daudi. Yesu asame. Asame.
Nasamehe, nasamehe. Funguliwa, funguliwa, funguliwa. Kwa damu Yesu, 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 kwa damu Yesu. Haya, toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka ndani, toka ndani. Jehova, watu waliokufia katika mizimu, wakatembelea katika anga mbaya, wamekuja wamekuwa vikwazo mbele msalaba. Ola Masia, ola mwana wa Nyasaye, ola mwana wa Nyasaye, ola mbele msalaba. Ola mkari mrai mwana wa Nyasaye berengerasa. Ola Nyasaye anjobera malaika mwana Nyasaye. Yamani ati bari ati mwana wa Nyasaye. Yamajeri zakatera mbana baba baba. Baba na hori bora mrila ya Yesu. Yesu anje mwana wa Nyasaye ola. Yamani ndiri kwamba na mrila ya Nyasaye. Sai madamano wakishibende majerizo mwana. Ola litsire mwana wa Nyasaye mbodamano. Ola litsire mwana wa tivira zamana wa. Yaronda zamana muri nyanga muri daka. Yesu ola mwana wa muri sobira masia. Fungua, fungua, funguliwa, 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 funguliwa. Jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funguliwa, 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 funguliwa. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiswa, hiswa. Bishop weke mbele za Bwana. Shiriena shiringa ya winjira ingo unisina chagansi kalira ati Beli shiliva shina shiringa ya winjira chagansi kalira Shina shiringa ya vijina Asante. Bishop waombe hapa watoto. Asante. Tuamini, tuombe. Baba yangu, wewe ni Mungu, wewe ni baba yetu, wewe ni Jehova. Angalia ni watoto wako Baba wa Isaka, naweka kwa mikono zako. Angalia watoto wako wanalia Yesu wa Nazareti. Angalia wanalia kwa uchungu Baba wa Isaka. Angalia wanalia wanateseka hapa duniani. Angalia mahangaiko ya hapa duniani Rabi. Angalia naisimama sasa kwa hiyo anga. Angalia naingia kwa anga sao masi. Angalia naingia tungangana na hiyo anga. Angalia ni anga ya mapepo Jehova. Anga ya kukuja kutesa watoto wako. Anga ya kuangamiza watoto wako. Anga ya umaskini Baba wa Isaka. Angalia tunajaribu kwa anga. Utaiondoa masi. Utaiondoa Mesaya. Utaiondoa Baba yangu. Ondoa mara ya kwanza. Ondoa mara ya pili. Ondoa mara ya tatu. Ondoa mara ya nne. Ondoa mara ya tano. Ondoa mara ya sita. Ondoa mara ya saba. Oh, Baba yangu Yesu wa Nazareti, utatenda masi, utabariki Jehova, fungulia njia, bariki watoto wako, leta amani juu yao, leta amani juu yao, leta amani juu yao. Asante Baba yangu. Asante Yesu. Utaleta amani juu ya maisha yao. Utambariki Baba yangu. Utailinda kila wakati. Akwe na amani kuanzia sasa. Asante Baba wa mbinguni. Asante Baba yangu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Mungu awabariki. Amini.
Achana na. Amini kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Mungu akupe kibali mama. Asante. Uliniona nikiwa. Asante. Nikiponya watu. Kange haki ungekuwa na maki ungekuwa vizuri, lakini vumilia mama. Niambie. Umezunguka na mimi. Unasikia anasema aliniona nikiwa mtoto. Mpaka saa hii. Uliniona kitambo. Asante mama, asante. Anasema aliniona nikiwa mdogo nikiponya watu. Diruta. So Kabiria. Oye. Asante. Unafikiria ni jana? Anasema niliona Kabiria nikiwa kadogo. Mimi nilianza basi naambia mti wezi tingiza. Mpaka Kongo imagine. Sasa kaa kanisani, tulia hapa. Ama? Bwana pewe sifa. Unajua huduma sijaanza jana na sijakopi kwa mtu ndio nifanye huduma. Vile tunaona hivi. Na ukienda mbio utaniacha tu nikiendelea. Yesu ainuliwe. Ukibishana na Asheri, wewe utaenda mbio utaanguka na mimi nakuja polepole tu. Lakini tutaenda kwa imani. Shout amen. Neno nalokupa ni la ukweli. Na ukilishika litakusaidia. Jehova tukuze. Pokea neema. Napenda watu wa toba kama hawa. Waliopokea kibali cha imani. Sema amen. Unapotubu kwa imani unatubu, acha kupembeleza mwili. Katalia, maana mwili ukikuuma hautakupembeleza. Na usipembeleze mwili. Tubu, Mungu alinde mwili wako. Tubu, Yesu akupe kibali. Tutashinda vita tu mkifuata vile nawaambia, mtabarikiwa. Na kama mtabarikiwa, nitawaingiza kwa nguvu wenye watabarikiwa. Ni mbaya. Bahari iligawanyika kwa nguvu za Musa. Na walitumia hasira mpaka ikagawanyika. Wangepembelezana na hawangevuka. Wakati umefika tuseme tu kweli kwa Bwana itendeke. Tajenga nyumba. Jina la Yesu liinuliwe. Jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki walikimbilia wakawa salama. Jina hilo ni ngome imara, wenye haki walikimbilia wakawa salama. Jina hilo ni ngome imara, wenye haki walikimbilia wakawa salama. Jina la Yesu lina uwezo, wenye haki walikimbilia kawa salama. Jina hilo piga shangwe. Oh, jina hilo ondole kikombe cha ulevi. Kuja wakuombee. Wewe tu ni mtu mzuri ili ubadilike. Walikutumia kikombe cha ulevi ili uishi Nairobi usiendelee, ili uharibikie katika maisha yako. Kuja hapo wakuombee. Mwaminie umuombee. Na una baraka kubwa. Piga hapo magoti wakuombee. Unajua Roho Mungu ameninenea wamwombee kwa sababu ana kibali lakini alisukumiwa ulevi. So ni mtoto wa mtu
amezunguka tu, anaishi Nairobi, wamemharibia kwa ulevi, akipata pesa ni ulevi. Maisha yake tu yalikuwa mazuri, ufungo wake unaharibiwa na ulevi, nyota yake imeharibiwa na ulevi. Sasa maisha yake hata sasa kumbe ni mlevi. Ulevi si mbaya, lakini hamjui watu matajiri ndio wanakunywa. Unajua kuna pombe mara ngapi? Kuna pombe ya matajiri na pombe ya wajinga. Ukinywa wajinga unakuwa mjinga, ukinywa matajiri unakuwa mtajiri. Maana yule tajiri yeye anakuwa na simu, anapiga hesabu, anasema 42 million divided by this zinabaki hizi. No, anakunywa kidogo. 44 million plus 20 million. Banka ni kama waliniibia. Anakunywa 45 million. Sasa unakuta wamekaa, alafu anaingia kwa gari, ana drive, anaenda nyumbani, na wewe unaanguka kwa vichaka. Pombe ya wajinga ni ya kuanguka anguka. Pombe ya matajiri wanaingia kwa gari, ananyamaza kimya mpaka nyumbani. Pombe ya wajinga wanapiga kelele. Oh, ndio wajua tumefanya. Haina haja. Ukitaka kunywa pombe, ndio kunywa pombe ya werevu. Endo kunywa pombe. Enda tu kunywa pombe kama unataka kunywa pombe. Endo kunywa pombe. Lakini Biblia inasema ni dhambi. Si dhambi, inadhuru afya, maana inakuharibu. Lakini nataka kuambia kuna watu wanakunywa pombe. Wanaenda wanakunywa, wanapiga hesabu, ana milioni 50 kwa banka, na anakunywa glasi moja kadogo hivi, na wewe una shilingi 1000 umekope mshwari. Ndio unakunywa busa gorogoro moja, ati ungorekane Mungu. Zingine ni zalana kama hizi, lakini leo hii Mungu wa Israeli ampe kibali. Ama tunataka akuwe mungwana, akuwe mhubiri, na atahubiri kesho. Amen. Haya, songa nyuma, bishop asimame mahali pa kusimama. Songa pale ndio tukuombe. Hey. Unaona shida ya pombe? Wacha muulizie kibali, na wewe muinulie mkono mbele za Yesu. Amen. Asante. Tuamini, tuombe. Baba yangu, wewe ni Mungu, wewe ni baba yetu, wewe ni Jehova. Angalia ni mtoto wako, naweka kwa mikono zako siku ya leo. Angalia kuna anga inakuja inaleta vikwazo juu ya maisha yake. Angalia anga mbaya yenye inakuja inaleta matatizo. Ilisukumiwa na watu hapa ya Rabi. Angalia sasa tunaikataa hizo anga. Ondoa hiyo anga kwa amba juu ya maisha yake. Ondoa hiyo anga, Baba wa Mesaya. Ondoa Mesaya. Ondoa anga mbaya Jehova, anga za watu wabaya, anga za kusukumiwa, anga za kuleta vikwazo. Angalia na ikemea, nasema itaondoka. Ondoka Baba yangu, ondoa masi, ondoa mara ya kwanza, ondoa mara ya pili, ondoa mara ya tatu. Sante Baba yangu. Sante. Sante, wewe ni Mungu. Sante. Utailinda huyo mtoto. Yes. Utambariki, utaleta amani. Yeah. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Vita vya shetani vimeshindwa na Yesu. Njoo tukombe Brooke. Vita vya shetani vimeshindwa na Yesu. Vita vya shetani vimeshindwa na Yesu. Njoo. Asifiwe Mwokozi. Haleluya, damu ya Yesu. Ona tena. Songa tu hapo nyuma kidogo, songa tu. Shetani amewinda wewe kijana, vile unasikianga ibilisi anawinda mtoto wa Mungu. Shetani alimuinda akaangu, ilikuwa baiskeli. Na baiskeli kichwa ikaleta shida. Wakasema hali mbaya, aenda apasuliwe kichwa. Wapasue kichwa, wakapima, akasema aenda apasuliwe kichwa. Wakabeba na ambulance, wakanipigia simu. Nabii ashedi, sasa niombe sababu anasema kichwa imeleta shida. Mungu ni mwaminifu. Tuliuliza Mungu tukasema, Bwana, mimi nasikia ambulance anapelekwa mbio, aende apasue kichwa.
Nikamwambia kwa jina la Yesu. Tuliongea na akiwa kwa ambulance. Tuliongea na mama yeye. Nikamwambia hautapasuliwa, hautapasuliwa. Nasema kwa jina la Yesu hautapasuliwa. Hata kama unapelekwa mbio. Alipoenda walisema hapasuliwi. Nikamwambia Mungu asante. Shetani ni nani? Akajua okay. Mara nyingine tena akasema sawa, tutamngoja. Tena amechukua baiskeli tu kazini, anakimbia aende Jumapili mahali. Tena anaenda, anaanguka na baiskeli tena kichwa. Nimefika mpaka kwa nyumba yao. Ili lazima niende. Nimefika, si nilikuja. Wakasema wanataka sijui wafanye tena wapige picha ni kichwa ipasuliwe. Nikasema haitapasuliwa. Daktari kupima anasema ilikuwa tu juu. Mungu akachange. Hili ni pepo gani linamwandama livunje kichwa? Mara ya pili tumekataa. Na kama mko hapa wenye imani, msingire yeye, mkemee spirit. Na kama mko hapa ujui yako ya kesho, kemea hiyo spirit kwa jina la Yesu. Msaidieni kwa anga kubwa ya neema Yesu Kristo. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Nimepanda milima, ninashuka mabonde. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Ana wa damu inuliwa Yesu. Utukuze Simba wa Yuda. Uinuliwe Masia, maana wewe ndio Mungu tunategemea. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Ninaomba ewe Bwana uniongoze. Shetani mbele zake. Hiswa. Itimoni lyaronda abana b'abantu Nyasaye wanje. Itimoni lyasoko mahorora abantu babamenya. Bana wa Nyasaye lyakaronda maisha keke. Baba yangu lyakaronda inzira yeye. Nasimama na hivi fadike sema Alfa na Omega. Bishop nifungulia kwa jina la Yesu Kristo. Ulisema usiku kama huu
Ulitoa kikombe ukashukuru ukawapa, ukasema nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Nami nasema Baba, damu yako ya agano, hata maji yalitoka ndani ya mwili wakati damu yako ilitoka. Ninachukua kikombe hiki, ninasema kwa jina la Yesu, ninasema kwa damu ya Yesu, ninarudia kwa jina la Yesu, hayataonekana mabaya, hayatatendeka tena. Ninafunga roho ya shetani, ninafunga kifo kinachomtafuta, ninafunga pepo linalotamani kula mwili wake na nyama yake. Jehova, nami nakataa sasa katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikisema kunywa haya maji, kunywa tu kiwapo, kunywa tu. Nimepanda milima, nimeshuka mabonde, nimepanda milima, nimeshuka mabonde, ninaomba ewe Bwana uniongoze, ninaomba ewe Bwana uniongoze. Nimepanda milima, ninashuka mabonde, nimepanda milima, nimeshuka mabonde, ninaomba ewe Bwana uniongoze, ninaomba ewe Bwana uniongoze. Jehova mwaminifu, atendaye mema, jesongea hapa karibu, inamisha kichwa chako mbele za Baba. Haya ni manukato. Shetani amemuwinda kwa kichwa, lakini kuanzia leo pepo ambalo linamulika kichwa chake halitamwona tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Adamu. Babangu akutende mema na akupe haki ya ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Okay. Nimepanda milima, ninashuka mabonde, nimepanda milima, nimeshuka mabonde, ninaomba ewe Roho uniongoze, ninaomba ewe Bwana uniongoze. Nimepanda milima, ninashuka mabonde, nimepanda milima, nimeshuka mabonde, ninaomba ewe Roho uniongoze, ninaomba ewe Roho. Shetani mbele zake risa. Ukisimama hivyo tusome maandiko haya, kitabu cha Luka 13. Biblia inasema tubu la sivyo utaangamizwa. Biblia inasema tubu la sivyo utaangamizwa. Ninazungumzia kwa ajili ya John. Mungu akubariki sana, akupeki John Osiako kuja hapa kwa sababu Baba anasema usipotubu onyo. Nimekuja mara mbili. Luka 13 na pia Luka 13 mstari wa kwanza na pia Luka 10 mstari wa 13. Inasema lote ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Inasema wakati huo kulikuwa na watu waliowaambia Yesu habari za wa Galilaya. Unasikia vile Roho Mungu anasema, dada, usipotubu shauri yako. Baba anasema utubu. Unasikia dada? Yesu anasema utubu, usipotubu shauri yako. Hilo jambo linakuja kwako si lizuri. Baba Yesu ananishuhudia hivyo. Ni nini ambayo inakusumbua katika tiketi watoto? Utachoka kusimama hicho. Ungependa Mungu akufanyie nini usiku wa leo? Nifungue njia zangu na zimefunga tu. Ungependa Mungu afungue? Ya Roho Mungu amenishuhudia kwamba usipotubu asitafunguka mbele zako. Asema Roho wa Bwana, acha kwanza. Roho Mungu anisaidie. Roho Mungu anipe kibali kikubwa. Nataka kuamini Mungu. Kitabu chenye nimesoma Luka. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Luka 10. Leo ni nini na hizi vitu hivi? Kama ni yangu peke yake. Ole wako Luka 10:13.
wale wako Korazini, wale wako Bethsaida. Nasikia vile ambao kinasema. Baba anasema lazima ufunguliwe. Lazima ufunguliwe. Lakini ukiangalia vizuri ilani inatoka mahali ambapo ulipozaliwa upande wa nyanya. Walitesa nyanya aliyezaa upande wa baba, lakini ya kwamba ikawa laana kwa ajili yenu. Imewafunga mpaka watoto wetu. Siwe peke yake. Jaza kufunguliwa lazima sitoke nyuma, ili mwana wa Adamu akutende mema, apate kuinua katika kibali cha Roho. Dada mwenye unaingia, haki tumbo lako si nzuri. Roho Mungu ananishuhudia unaumwa na tumbo vibaya na inakukaza, na hiyo kitu imekuja ikasimama mpaka mgongo, imekuwa ikikusumbua. Unakosa, alafu kuna vitu vinatembea kwa mwili wako kwa njia ambayo hata uelewi. Yaani unasikia ni kama kuna vitu vinatembea kwa mwili wako, unayasikia mabado. Haki sikusikia Sasa sauti na kusikia. Sikusikii. Zipo. Yeah. Zimekusumbua kwa muda. Sometimes nasikia kama najikuna ni kama vitu vinauma. Yeah. Vitu zinatembea kwa mwili wako si nzuri. Na hizo ni vitu kama wanasema ni kama naweza kuambia kuna uchawi wa kutupiwa, wa kukanyaga, ulikanyaga. Ni zitafika mahali usiposimama imara kwa kanisa, zitakutesa ndani, zitakusumbua. Umetoka kule, Roho Mungu akanishuhudia hilo jambo. Nikasema nikwambia, sababu ukienda kukaa hautalielewa, lakini sasa mtakusaidia leo. Amen. Na leo hii ufunguliwa kwa jina la Yesu. Unajua jambo lenye nimeona Mungu. Kuna dada ambaye ulisikia ushuhuda, ako mama yake ako sehemu ya Luandeti ama wapi. Huyu mama alitumanisha maji mwezi mmoja. Huyu mama alitumanisha maji na chumvi na mafuta. Akanywa maji, akaanza kutapika vitu kama nyama, walisema hivyo. Akakaa. So alikuwa anaumia sana mwili wake na tumbo. Huyu mama alipoendelea kukaa, kaona mwezi inaisha, akakunywa anointing oil. Kunywa anointing oil, kwenda kwa choo, hiyo vimbi ikatokea kwa choo. Na anasema ako sawa, ingawa kizunguzuki kidogo ako sawa. Imagine ni hivyo tu, na mimi sikumwambia kunywa. Inategemea. Sema amen. Hasira ya mtu bora uwe mzee. Unataka kufunguliwa leo, piga magoti. Yesu akufungue. Kisha umfungulie. Kuja hapa kuombea dada msikai. Ufungue katika damu ya Yesu Kristo. Asante. Tuamini tuombe. Na uamini. Baba yangu, wewe ni Mungu, wewe ni baba yetu, wewe ni Jehova. Yes. Angalia ni mtoto wako, naweka kwa mikono zako siku ya leo. Angalia ni mtoto anateseka akiwa hapa duniani. Angalia analia, anasema njia zake zimefungwa. Baba yangu, hiyo ni anga mbaya inakuja inafunga njia. Angalia sasa, nasimama kwa hizo anga na ikemea anga zote inaleta mateso. Anga za mateso juu ya maisha yao. Anga za waganga inainuka. Anga za wachawi inafunga njia. Angalia na ikemea hizo anga. Na ikemea masi. Utaiondoa Baba yangu. Ondoa Jehova. Ondoa mara ya kwanza. Ondoa mara ya pili. Ondoa mara ya tatu. Ondoa mara ya nne. Ondoa mara ya tano. Ondoa mara ya sita. Ondoa mara ya saba. Baba yangu, wewe ni Mungu. Utaifunika huyu mtoto na damu yako. Utaizingira na malaika za mbinguni. Ambarikiwe kuanzia sasa. Akuwe na amani Jehova. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Waharule mushiverera shosi. Ndio naona vibaya mana. Basta. Mbona umesimamia nyuma sana? Unajua nimeona ambayo imenishangaza kidogo. Kuna mahali ambapo pasa wewe uliye nyuma bwana. Akimpaka na watafutia vibali. Kuna mahali ambapo inform ama mmeenda, mahali ambapo ilikuwa mmeenda ama mmeenda sehemu kama na Ukambani. Mlienda lini? Nenda Tuesday mmeenda Ukambani. Mlikuwa mnaenda fanya? Kuna shughuli yako. Shughuli nzuri. Yeah. Pastor. Una uhakika? Yeah. Mlienda wangapi? Peke yangu. Ndio nimeuliza kwa nini wewe pastor utembea?
Ukambani siku ya chunga. Sinakwambia nikiwa siku ya. Lakini nakwambia chunga. Sijakuona vizuri. Wewe unaenda kwa kina Mulu peke yako. Mulu wasimwambie. Atashangaa ama. Mulu. Nani ataongea Kikamba? Usi ni Mkamba, lakini Roho Mungu amenishuhudia hivi. Kachi. Sawa. Unanipata? Haya. Sinakwambia nikiwa sikuwepo Tuesday, sikuwepo sijui, lakini Roho Mungu amenipeleka kwa njia si nzuri. Yaani sisemi ulienda kwa mambo mabaya, lakini ulienda kwa mazuri. Lakini ile nyumba unaingia kidogo hautatoka. Acha nikwambie. Rudi nyuma. Rudi. Unajua watu wengi unichukia juu ya ujaribu kusema kweli na ujinga. So, natembeanga peke yangu kwa sababu wengine uniogopa. Useme huyo mtu ukienda naye anakusema. Huyo mtu atakusema mbele ya watu. Sisemangi mtu mbele ya watu, nasemanga watu mbele ya malaika. Lakini afadhali, unajua mimi nilikuwa naenda nakaa mbele ya mchungaji hivi. Sikuwa naenda ati mimi wakati nilikuwa mgonjwa mdogo hivi. Nilikuwa naipenda kwenda kukaa mbele. Nilikuwanga mgonjwa. So nilipoenda kukaa mbele, nilikuwa naenda tu nikae na Biblia aseme, unajua Mungu anasema unakufa kesho. Sababu mimi ni mgonjwa. So wakati natoka nabii hajasemako mimi nitakufa kesho. Aki nasema bado niko na mwaka, nafurahi. Nasema sasa sikufi, ningekufa nabii si angeona. Sikufi tena, kweli sijakufa. Sema amen. Ukienda kanisani tarajia Mungu anene neno juu yako. Hakuna mtu mwaminifu duniani na hakuna mtu mzuri na msafi. Sisi wote tunaomba rehema kwa yeye. Unajua kuna vitu wimbi inasemaje? Mithali inasema, iko njia hii onekanayo kuwa sawa machoni mwa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya kuzimu. Wacheza mchezo wako, wajidanganya mwenyewe. Heri bora utubu, wacha vyote. Haleluya. Ulienda tuko mazuri, lakini chunguza. Hakuna mahali, hakuna pasta. Hakuna. Utajitupa. Nakwambia nikiwa hapo. Tunasikia mama anasema alinijua nikiwa hivi. Nilianza imani kitambo mimi. So nikiambia watu tunaenda hivi tuende hivi, nikiona mtu akicheza nashindwa huyu akijua wako tu. Nimewalea mpaka ninyi mkiwa hivyo, mimi nikiwa mdogo na mimi nawalea. Imagine mnakaa mkinisikiliza. Hawajui. Kwa ikanira. Nawaambia kweli, huyu hao watu ni wengi wananijua. Sema amen. Hata wengine waliretire wako Shago. Wanajua, waulize. Msalaba tumekanyaga na bado tutakanyaga. Haleluya. Neno la Bwana nalijua kidogo. Na mimi lenye nakwambia ndio litakusaidia. Na ukikataa na niko tu hapo. Siwezi sema kitu chenye Mungu hajanipa. Hata kwa government. Siwezi sema kitu chenye Mungu alinipa. Mimi nasimama hapa. Si mimi niko hapa. Mimi nilisimama kitambo ama? Mimi ni president wa Eden. Bwana pesi. Atufanye aje? Si mimi ni president wa Eden. Wafalme wakuja wapiga magoti tuwapake mafuta waende. Jehova tukuze. Mimi hakuna kitu naweza ngangania duniani. Ni nini? Wacha mimi nihubiri, niko sawa. Napenda kupigwa vita. Napenda kupigwa nini? Vita. Hiyo ndio kazi ya Yesu alinitu. Sema amen. Huduma iko sawa. Sasa naona vile huyu dada Mungu ananipa maono kwake. Shetani ashindwe. Bishop, mtakase Mungu aisi. Umesikia? Utaongea na wachungaji kidogo, waambie mnisaidie kwa imani tutembee. Unajua Bishop, subiri kidogo. Basi
Sisemi ulienda kwa ubaya. Unajua mtu mwingine atasema ukambani kuna nini? Yeye alikuwa kwa mambo yake ya kibinafsi, lakini Mungu amesema siku unisikie. Na kama utakata, songa mbele bwana. Maisha ni dunia. Maisha ni dunia. Nilikuwa na mama mmoja nimekumbuka. Nilikuwa naitwa nani? Sapro soma sana. Nitakumbuka tu hata kama alikufa. Nilimwambia tu hivyo tena. Nikamwambia Roho Mungu ananishuhudia. Kwa nyumba yako, mimi siingiangi nyumba za watu. Ukikuta naingia nyumba yako umebarikiwa. Hata kwa bisha usijaingia, si ni kweli bisha? Lakini tutakuja kesho. Sema amen. Hata kwa sini hajanikaribisha, lakini hawana shida. Tunaendeleana vizuri. Kwani tunatafutana nini kwa nyumba? Bora watu tumepona tuko. Usiweke tu mchungaji, hamunitembeleangi. Hiyo kanisa ni mbaya. Wakutembelee. Na wewe ni mzima, wewe si mgonjwa. Kwa nini uhangaisha wachungaji? Wacha tuwe wazima, wewe kuwe mzima. Ukiwa na shida tukutembelee. Wewe tu ni mzima, uko tu na afya. Wachungaji wameenda kazi. Unasema, hiyo kanisa hamtembeleangi watu. Aje sasa. Mtu aliyeokoka, alipona, tunashikiana imani tusonge mbele. Bwana pewe sifa. Tunasema mabaya yaende mbali. Tunakuambia uwe mzima, ufanye shughuli zako. Sema amen. Tuende ushirika. Mambo ya watu kutembea kwa nyumba, kuja kaa kwa nyumba, kataa. Tuko hapa. Hatuniambie unajua sisi tunaelewana, wacha tutembeleane, ende ufanye kazi. Kama ni ushirika, ende ushirika, ikimaliza ushirika, enda kwako nyumbani. Bwana pewe sifa. Nawaambia ukweli, enda kwako. Enda kwa na nawaambia nikiwa hapo. Ukitaka tu uishi vizuri duniani, zoea kwako. Na mtu akiwa na shida, uende umsaidie wakati huo, umalizane naye, urudi kwako haraka. Ukiendelea kukaa itabadilika ulisema. Dada wacha wakuombea lakini siku nzuri pia wakuombea nyumbani zaidi. Waombea sana upande wako, wakuombea vitu zinazotembea ndani ya mwili ni vitu zilianza kitambo. Zinatembea zinakuja zigandisha damu, na zikigandisha damu zitakuletea shida. Wacha wachungaji wakiinulia mkono wakuaminie mbele za Yesu Kristo. Mwambie kibali kwa Yesu. Asante. Tuamini tuombe. Baba yangu Yesu wa Nazareti, Baba wa Isaka, wewe ni Jehova. Yes. Angalia ni mtoto wako, naweka kwa mikono zako siku ya leo Masihi. Angalia nalia, Baba wa mbinguni, anasema kuna anga inatesa mwili yake. Yes. Angalia hiyo ni anga mbaya inakuja inatesa mwili. Angalia tunaikemea sasa hiyo anga ipate iondoke. Angalia tunaikataa Baba yangu. Anga za wachawi Baba wa mbinguni. Anga za watu wabaya inasukumia watoto wako. Angalia tunasema iondoe Barabi. Angalia tunasema iondoe Baba yangu. Ondoa Mesaya, ondoa. Ondoa Baba yangu, ondoa. Ondoa hizo anga Baba yangu. Anga za kutesa mwili yake. Anga za kuleta vikwazo kwa tumbo. Ondoa Mesaya, ondoa. Ondoa mara ya kwanza. Ondoa mara ya pili. Ondoa mara ya tatu. Yes. Sante Baba yangu. Sante wewe ni Mungu. Sante. Utaleta amani. Utaleta ulinzi. Yes. Utaleta baraka. Yes. Utaleta uponyaji. Yes. Sante Baba wa mbinguni. Sante wewe ni Mungu. Sante. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Mungu akusaidie. Nataka tu Mungu, unajua ninaona tu giza hivi. Sema giza tu hivi. Naona tu giza.